Hii ni Sekunde Media na karibu katika michezo. Wewe mwana sports, tuweze kuzungumza michezo, tuweze kuchambua mechi za World Cup kwa maana ya mechi ambazo ziko mbele yetu. Leo zitapigwa mechi mbili, moja majira ya saa 1 usiku kwa saa za Afrika Mashariki, lakini nyingine itapigwa majira ya saa 4 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Tuanze na ya usiku kabisa kwa maana ya majira ya saa 4 kamili, mechi kati ya Belgium versus Egypt. Ikumbukwe Egypt ni taifa ambalo linatokea barani Afrika, ni Waarabu hawa kaskazini mwa Afrika, lakini Belgium ni nchi ambayo inatokea katika bara la Ulaya kwa maana ya Europe, na ni mechi ambayo itakuwa ni mechi nzuri sana kuitizama kwa sababu ya intensity yake na approach za walimu. Binafsi timu ambazo zina vikosi vizuri kweli kweli, na binafsi natamani sana kuitizama hii mechi na sitoikosa ili niweze kushuhudia uondo wa World Cup. Na karibu ili tuweze kuyachambua vizuri ya kimichezo. Mimi ni Sports Master, kocha mchezaji, mchambuzi wa hali ya dunia. My name is Pablo Markel na hii ni Sports IQ. Karibu. Kama ulikuwa fahamu, mpenzi mtazamaji wa Sekunde Media, timu ya Belgium inashika nafasi ya 9 kwa renki za FIFA, lakini timu ya Misri kwa maana ya Egypt inashika nafasi ya 29 kwa renki za FIFA. Hivyo ni moja ya timu mbili zenye udhani tofauti, kwa maana zinatofautiana uzani, lakini ni moja ya timu mbili ambazo zitaenda kutuonesha mechi ya hadhi ya World Cup. Mechi itapigwa majira ya saa 4 kamili usiku katika dimba la Romain Field, dimba lenye uwezo wa kubeba mashabiki 72,000 na pilato wa mchezo kwa maana ya mwamuzi wakati wa mchezo atakuwa ni Albert. Mechi hii itakuwa ni tamu sana kuitizama, na hapa ninakusogezea predicted starting lineup kwa maana ya lineup ambazo zinaprediktiwa kuanza, kwa maana ya wachezaji ambao wanaprediktiwa kuanza katika vikosi vya timu za mataifa yote mawili, tukianza na Ubelgiji kwa maana ya taifa ambalo linashika nafasi ya 9 kwa renki za FIFA. Tukianza na Belgium watatumia mfumo wa 4-2-3-1 kwa maana ya 4 2 3 1, na Gorie atasimama Thibaut Courtois, golikipa mwenye uzoefu wa kutosha kwelikweli, alishacheza World Cup za kutosha na kadhalika. Ikumbukwe ni golikipa wa timu ya Real Madrid, klabu ya Real Madrid inayopatikana kule nchini Spain, La Liga Santander. Ni moja ya golikipa mwenye uzoefu mkubwa wa kutosha. Akiwa langoni, kocha hauwezi ukawa na wasiwasi yoyote kwa sababu alishawahi kufanya save nyingi sana na alishawahi kuwa golikipa bora wa mashindano ya World Cup, na labda nikukumbushe aliwahi kuwa golikipa bora wa mashindano ya World Cup yaliyofanyika Russia, ambapo Ufaransa wakachukua ndoo kwa maana ya wakawa machampion wa World Cup. Ni 2018 golikipa Thibaut Courtois alikuwa golikipa bora wa World Cup na ndipo akasajiliwa na timu ya Real Madrid. Mpaka leo anahudumu pale Santiago Bernabeu, Real Madrid. Beki namba 2 ambaye atakuwa upande wa kulia katika kikosi cha Belgium atakuwa ni Thomas mwenye umri wa miaka 34, anakiwasha katika klabu ya Lille ya nchini Ufaransa kwa maana ya French Ligue 1. Moja ya beki mzuri kweli kweli, beki ambaye ni beki kiongozi awapo kiwanjani, beki ambaye anapenda kutoa maelekezo ya kutosha kwa viungo wafanye nini, namna gani ambavyo wanaweza wakawapunguzia kazi ya kudefense, na ni beki ambaye ni mzuri kwenye kushambulia pia. Kwa hiyo Ubelgiji wana advantage ya kuwa na beki namba 2 Thomas ambaye ana uwezo mzuri wa kushambulia licha ya kwamba ni age go kwa maana ya umri wa miaka 34, lakini jambo zuri ni kwamba ni vizuri pia kuwa na wachezaji ambao wana umri mkubwa kwa maana ya experience player ambao wanaweza wakakontrol tempo ya mchezo, wanaweza wakawasaidia wachezaji vijana wawapo dimbani nini kifanyike ili matokeo yawe upande wao kwa namna rahisi. Beki wa kushoto kwa maana ya beki namba 3 wa Belgium atakuwa ni Timoth, umri wa miaka 30, anakiwasha Fulham katika klabu ya Fulham pale nchini England, EPL, klabu ya ligi kuu nchini England. Ni moja ya beki mzuri kwa kweli kwenye kupandisha pia mashambulizi. Ni beki ambaye atawaofa vitu vingi sana Belgium, hasa wakati wa kushambulia lakini pia wakati wa kuzuia, hivyo nategemea mazuri kutoka kwenye miguu yake leo kwenye hii predicted starting lineup
Kwenye mabeki wawili wa katikati kuna bwana mdogo Nathan Ngoy ambaye ana umri wa miaka 23, anakiwasha pale Lille katika klabu ya Lille inayopatikana pale nchini Ufaransa katika French Ligue 1. Bwana mdogo huyu ni moja ya mabeki wazuri sana, wakati anaweza akakanyaga namba 4 na anaweza akakanyaga center half kwa maana ya namba 5 kiwanjani. Ni moja ya mabeki ambao watakuwepo katika predicted starting lineup ya Belgium. Beki kiongozi kwa maana ya beki namba 5 kwa maana ya center half ni Arthur Tete, umri wa miaka 26, anakipiga katika klabu ya Eintracht Frankfurt ambayo inapatikana pale Bundesliga kwa maana ya ligi kuu ya nchini Ujerumani. Ni moja ya beki mzuri na that's the reason why katika timu kubwa kama Belgium anasimama kama beki kiongozi. Ikumbukwe mfumo ambao Belgium wataingia nao ni 4-2-3-1. Katika wachezaji wawili ambao watakuwa katika dimba la kati wakinyanyasa pale wakisukuma kabumbu ni wachezaji ambao wanacheza katika klabu ya Aston Villa inayopatikana pale nchini England EPL chini ya kocha Unai Emery, na ni wachezaji ambao wamenyanyua makwapa kwa kuchukua Europa League 2025-26. Namba 1 atakuwa ni Amadou Onana, anakipiga pale katikati ya dimba, na mwingine ni Tielemans naye anakipiga pale Aston Villa, na hao watakuwa ni wachezaji wawili katika formation ya 4-2-3-1. Wachezaji hao wawili ndio watakao sambaratisha pale na kuwafanya Egypt wakose amani katika dimba la kati. Lakini wachezaji watatu wa juu, upande wa kulia atasimama Trossard anayekipiga pale katika klabu ya Arsenal the Gunners inayopatikana nchini England EPL, lakini kushoto atasimama Jeremy Doku ambaye anakipiga katika klabu ya Manchester City inayopatikana pale nchini England EPL, lakini namba 10 kwa maana ya kiungo mrishaji anacheza pale Napoli KDB Kevin De Bruyne. Mkongwe huyu anategemewa kuwa tishio kwa maana anajua kupiga pasi za mwisho, anajua finishing. Ni mchezaji ambaye ana uwezo wa kupiga pasi kiongozi, pasi viranja, pasi ambazo zina uwezo wa kumpata striker alipo na striker akawa na kazi nyepesi zaidi ya kufanya kiwanjani. Lakini ukimwangalia Jeremy Doku ni mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa wa kukokota mali na kuingia ndani, akikata taratibu kuingia ndani, anatumia mguu wa kulia lakini anacheza namba 11 na ndio jezi yake mgongoni, anakata taratibu kuingia ndani na kudhuru lango la timu pinzani. Hivyo Misri leo atakuwa na kazi kubwa ya kufanya. Ukiangalia kiwango cha Trossard, Leandro Trossard ana kiwango bora sana pale Arsenal. Hivyo leo Misri kazi wanayo. Katika hawa wachezaji watatu wa juu, ukiacha wale wachezaji wawili wanaocheza chini kwa maana ya viungo namba 8 na 6 kwa maana ya Onana na Tielemans, lakini pia hawa watu watatu wa juu ni hatari zaidi kwa timu ya taifa ya Egypt kwa maana ya Trossard, KDB Kevin De Bruyne na Jeremy Doku. Lakini striker labori kwa maana ya mshambuliaji pekee ambaye atasimama juu kwa maana yeye ndo atakuwa katika final third akizurura zaidi kwenye boksi la timu ya Egypt, itakuwa ni bwana mdogo Charles anayepiga pale katika klabu ya Atalanta Serie A nchini Italy. Ana umri wa miaka 25, ni moja ya bwana mdogo msumbufu kweli kweli anapokuwa eneo la juu, na hicho ndio kikosi cha Belgium ambacho kinataraji kuanza katika siku ya leo majira ya saa 4 kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Na hiki ni kikosi cha timu ya Egypt ambacho kinaenda kuwatetea wa Afrika na kwenda kuwasaidia kufanya jambo katika Group G, kwa maana ya Group G ambalo wanapatikana timu kama New Zealand, timu kama Iran, timu kama Belgium na Egypt wenyewe. Na nafasi ya Egypt ni kubwa kwa nature ya kundi lilivyokaa na aina ya wapinzani ambao Egypt anakutana nao. Mpinzani mgumu kweli kweli kwa Egypt ni Belgium, huo ndo mfupa mgumu kweli kweli, na leo ni wazi kwamba Egypt ana nafasi kubwa au asilimia kubwa ya kupoteza mchezo. Lakini kisikilize kikosi ambacho tunategemea kitaanza katika mchezo wa leo kati ya Belgium versus Egypt. Mfumo ni ule ule ambao Belgium watatumia na ndio mfumo ambao Egypt watatumia, ni mfumo wa 4-2-3-1.
mfumo wa 4-2-3-1, na Gorie ni golikipa mkongwe kwelikweli anayekipiga nchini Misri katika klabu ya Al Ahly Cairo, anaitwa Mohamed El Shanawi. Mkongwe huyu ana umri wa miaka 37, lakini ni moja ya golikipa nguri, golikipa mwenye uwezo mzuri wa kuokoa michomo. Hivyo ni golikipa ambaye akiwa langoni, binafsi siwezi kuwa na shaka kabisa, siwezi kuwa na shaka yoyote. Lakini wachezaji wanne wa juu baada ya golikipa ni beki wa kushoto atasimama Ahmed Fat ambaye anakipiga pale Zamalek, na upande wa kulia atakuwepo Mohamed Yan anayekipiga pale Al Ahly Cairo. Hao ndio watakuwa mabeki wa pembeni. Beki wa kulia ni Mohamed Yan na beki wa kushoto ni Ahmed Fati. Hao ndio mabeki ambao tunataraji watakuwepo, beki wa kulia na beki wa kushoto. Lakini kwa mabeki wa katikati ni kwa mabeki wawili wa katikati katika kikosi cha Al Ahly kuna Mohamed anayekipiga pale katika klabu ya Nice inayokipiga nchini Ufaransa, French Ligue 1, na Yasir Ibrahim anayekipiga pale Al Ahly Cairo nchini Misri. Hao ndio mabeki wa katikati, na hiyo ndio safu ya ulinzi ambayo itaanza leo dhidi ya Belgium. Lakini kwa viungo wawili wachezeshaji pale katikati, kwa viungo wawili wa katikati ambao watakuwa viungo wachezeshaji, kuna Mohamed Lashin anayekipiga katika klabu ya Pyramid nchini Misri, lakini kiungo mwingine ni Marwan Atia anayekipiga katika klabu ya Al Ahly Cairo nchini Misri. Ni moja ya viungo wazuri kweli kweli, lakini siamini kama wataiwin battle dhidi ya Onana na Tielemans ambao wanakipiga katika klabu ya Aston Villa, na ndio viungo leo wa Belgium ambao wataanza. Lakini katika safu ya watatu wa mbele, hiyo ndio safu ambayo ni tamu zaidi na ni safu ya kuogofya kweli kweli. Kuna mchezaji wa gharama kidogo, japo anakipiga katika timu ya Al Ahly Club ambayo inapatikana nchini Misri, na ni klabu kiongozi kwa maana ni klabu yenye mataji mengi kwelikweli nchini Misri. Anaitwa Trabzonspor. Alishawahi kupita klabu kama Aston Villa, Trabzonspor ambayo inapatikana nchini Uturuki, na ndio klabu ambayo ilimuuza kwa euro milioni 1.6 kurudi katika klabu ya Al Ahly Cairo ambapo ni maskani yao. Trabzonspor ni moja ya mchezaji hatari kwelikweli, ni winga namba 11, anatumia mguu wa kulia, ni hatari zaidi akikata kuja ndani. Aise, moja ya winga hatari kwelikweli ambaye ninataraji kuona makubwa katika miguu yake katika siku ya leo. Lakini winga mwingine ni Mohamed Salah. Kongwe huyu kila mtu anamfahamu na unafahamu mabara yake, anakipiga katika klabu ya Liverpool. Majogoo wa jiji hawa wa pale London nchini Uingereza, ni moja ya mkongwe ambaye ameshasifika kwa mengi, ameshafanya mengi mazuri ndani ya Misri na huko barani Ulaya. Hatuwezi kumzungumzia sana. Binafsi mnamjua kwa mguu wake wa kushoto, anacheza winga namba 7, akikata kuingia ndani ni hatari zaidi. Leo Thibaut Courtois hawe makini zaidi. Namba 10 anakanyaga Imam Ashur, bwana mdogo, anapiga katika klabu ya Al Ahly Cairo nchini Misri, hapa barani Afrika. Ni moja ya mchezaji mzuri kweli kweli, hivyo ninategemea pressure kubwa zaidi ataipeleka katika rango la Belgium siku ya leo. Na namba 9 ambaye anasimama kama mchezaji wa mwisho ni Omar Mamouche, anakipiga katika klabu ya Manchester City EPL kule nchini England. Ni moja ya mchezaji na striker hatari zaidi langoni, hivyo nategemea bato nzuri zaidi yeye pamoja na mabeki wa Belgium. Nategemea kuiona bato kubwa na nzuri kulikweli. Ni yapi maoni yako kuhusu mechi hii na vikosi vya timu zote mbili? Ni nani ambaye ana nafasi ya kutoka na alama 3 muhimu na ajitengenezee mazingira mazuri katika group G, ambapo mechi za kwanza zinaanza leo katika group G? Ni nani ambaye atajitengenezea mazingira mazuri kuanza leo katika group G? Binafsi kazi hiyo nakuachia wewe, comment ili tujue ni nani ambaye anaweza akaanza vizuri siku ya leo. Lakini karata nyingi kwenye makaratasi zimepelekwa kwa Belgium ambaye anashika nafasi ya 9 kwa renki za ubora za FIFA, na Misri anaonekana kuwa timu ya pili kiwanjani ambaye anashika nafasi ya 29 kwa renki za FIFA. Tukutane wakati mwingine. Hii ni Sekunde Media na mimi ni Sports Master, kocha mchezaji mchambuzi wa hadhi dunia. My name is Pablo Markel. Kwa sasa sina neno, mpaka wakati mwingine tena. Bye bye.